Madina amerudi. Ni muda mrefu sijaona mazingira ya hivi. Asante sana Kalunde kwa kunisaidia. Usijali, mimi nipo duniani kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye matatizo au watu wenye uhitaji kama nyinyi. Asante sana. Mungu aendelee kukubariki, uwe na moyo huo huo wa kusaidia watu wenye matatizo kama mimi. Asante sana. Kuanzia sasa uko huru kuendelea na majukumu yako. Wale wote ambao wamekutendea ubaya, uko tayari kwa ajili ya kulipiza kisasi. Angalizo, jitahidi sana wasikufahamu mambo ambayo unafanya, kwa sababu wakishajua unachokifanya anaweza kukufanyia kitu ambacho sio kizuri. Sawa, nimekuelewa. Mimi naondoka, ila haimaanishi eti naondoka naenda mbali. Mimi niko na wewe bega kwa bega, unanielewa? Sasa unashangaa nini? Fungua mazingira au tucheki hapa. Yaani tatizo zako mtiwe mapepe sana mdogo wangu. Yaani wewe wenge hujawahi kutuliaga hata dakika moja yani. Leo unaona kabisa usalama wenyewe mdogo, tumefika hapa baada ya tuangalie kwa mazingira, unafikiria kuangalia vitu vivomo humu tu. Sikiliza Sela. Kama usalama kwa Bwana Yesu, kwa fungua mazingira tucheki. Kila mtu aondoke na cha kwake hapa. Mdogo wangu kolo kinoma yani. Yaani nilijua utakuwa na ubongo 100% rafiki yangu. Yaani kumbe una 50 mdogo wetu. Wewe sikiliza, acha kupagana sana wewe. Si unaelewa? Mimi ndo nakupangilia midili hapa. Mimi ndo nakupangilia mazingira yote, tunaenda mtaani kule tunasakaja, tunabambanya kama hivi, tunakuja na mazingira kama hivi, unatakiwa uwe mpole ujue. Mimi ndo Sadari ndo nilikuweka mjini hapa. Alafu mimi ndo nakufanyia wewe maisha yako yanaenda yani. Unakula, unalala fresh kupitia mimi. Kwa hiyo spend one time kuniendesha. Mimi mwenyewe naweza kujiendesha, alafu naweza kukuendesha pia. Si unanielewa? Sawa, acha kuongea mambo mengi, fungua basi. Wewe ina maana mwanangu hapo unachukua mbole afuta mimi nacha kiswaswadu na lipstick za watoto wa kike kama zote huko. Oh mwanangu. Kavito tukauze hiyo hapo tambo hilo hapo hilo. Kila mtu aondoke na cha kwake. Hiki kiswaswadu mimi nitapeleka wapi? Bei gani kinauzwa hiki? Wewe kolo nini? Wala kupeleka shule nani? Si nimekupeleka mimi. Kwa hadi mwalimu wako naye unanitungia mitihani. Unanipangia kipi nifanye mimi, si ndio? Unanigawia wewe kama nani? Nisikilize mdogo wangu. Wewe mazingira nimeafosi mimi, au sio? Kwa hiyo kausha, unachopata unabidi ulizike. Kila mwanadamu anakula kwa jasho lake. Bambanya mdogo wangu. Na wewe ipo siku utapanda grade. Nitakuzingatia mazingira ile atakaa clear. Si unaelewa? Kwa hiyo saizi kuwa mpole. Jitulize kwenye kiota chako. Wakati Sela. Oe, pete ya goldi. Sasa umesikia? Wewe hapo tambo ondoka nayo, tuniachie hiyo pete. Wewe nyoko nini? Mbona mtamaa sana mwenetu? Unakuwa kama mshangazi, utapakuliwa mjini hapa ndogo wetu. Utakuja kutafunwa, yani hadharani utatafunwa asubuhi tu. Hii pete
Afu gold naishi nao mwenyewe. Wewe hujui mimi nimegorodia wapi. Wewe usione imekaa hapa nimeweka mimi hapa. Si unaelewa? Mimi sio kolo kuja kuweka kitu hapa. Mazingira nimeyaforce nimeyaweka hapa nikasema mida fulani nakuja kuyapitia. Kwa kausha. Achana na mimi. Fanya yako. Unaona mimi mnyonge? Ndio maana naonea kama hivi. Shua haina shida. Tutaonana tu. Kwa chasema ananichukuliaje? Yaani anaacha mixo swadu. Afeka chukua mboli. Baridi. Wewe umeokota nini? Bibi mkubwa, mbona unaletea dharau? Yaani nimefika hata kutweta kwenye sijatweta mtoto watu. Nimetoka huko, nimechoka, nimejichokea zangu na niambia nikupeni kitu nilichokiokota. Mimi sijaokota kitu, sina kitu nilichokiokota. Hebu nipe hicho kitu ulichokiokota. Haraka sana iwezekanavyo. Unajua ni nini kitakupata baada ya hapo kunipa? Hizi ndo shida hizi za kukaa na wazazi ambao wakale. Century imeenda, umri umeenda. Bibi mkubwa, mimi nikupangilie kitu kimoja, au sio? Nikwambie tu ukweli. Mimi mambo yako hao, mambo ya ushirikina sio nini, mambo ya uganga sio, mambo ya nabii, mimi nimeachoka. Haiwezekani kila siku natambia ngonjera zile zile tu, mambo ya karne, mambo sijui akina nani, wakina Somali sio akina nani, wakina Bibi mkubwa. Nielewe, nimekwambia mimi sijaokota mazingira yote. Hapo kwenye na lost vibaya yani. Nipo ovyo, nimevurugwa, sijaokota kitu, sina, hakuna nilichokiokota. Kachi. Wewe ni mtoto niliokuzaa mimi. Ulichokiokota nimekiona na umekihifadhi. Nipe kabla hujapoteza maisha yako. Nipe kwa ajili ya kuokoa uhai wako. Bibi mkubwa, nimeongea taratibu, naona ukutaka kunielewa. Yaani ukutaka kunielewa vizuri mimi namaanisha nini? Hapa mimi nikuibia siri kitu kimoja Bibi mkubwa. Sio, unanielewa? Katika wale wanafunzi 12 wa Yesu, mtoto mtakatifu wale, mimi mwenyewe nipo. Afu mwenyewe shahidi, mimi nimepokea kipae mara. Wewe mwenyewe ndio umenibatiza, umeenda kunimwagia maji. Afu dakika mwisho sio nini, mambo sio nini, nimeokota nini? Bibi mkubwa, mimi nimekwambia mimi sijaokota kitu. Kama uamini basi. Kama wale watoto wa 12 uniamini. Mimi nilikopo Yuda Iskarioti kule. Mimi ndio nilimsaliti Yesu, sio? Ila sasa ndo nakuibia Yesu. Ila kimya minuno ile sio jua kausha yani. Nimekuibia kwa sababu mimi bibi mkubwa wangu. Afu ile nikitoka Yesu ndo ile. Yani Yesu ndo amenitoa mimi. Kwa minuno bibi mkubwa kausha. Nisisikie kwa watu. Nimemsaliti Yesu. Ila bado mwanafunzi wake. Kwenye wanafunzi wake bado mimi mwanafunzi wake. Ila nikwambie kitu kimoja bibi mkubwa. Mimi sijaokota kitu. Hakuna kitu chochote nilichokiokota. Nasepetuka kama ifuatavyo. Nimeitikia wito mkuu. Kuna jambo la dharura na ni hatari sana katika kazi zetu, na ndio maana nimekuita wakati huu. Yule binti amerudi kwa nguvu za ajabu, amerudi kwa kasi kubwa sana. Endapo kama hatutamdhibiti na kumrudisha tulikomtoa, basi tuko hatarini. Amemrudisha nani? Hata mimi najiuliza ni nani alimrudisha. Sawa,
Nimekuelewa mkuu, lakini peke yetu hatuwezi. Lazima tupate mtu wa tatu kutusaidia. Ndio wangu leo siku leo najisikia vibaya, tumbo linaniuma hata sieleki. Naomba Mungu anijalie nijifungue tu salama. Mtoto wangu nitampenda, naomba Mungu tanijalie mtoto wa kiume. Alafu nalantolelauma yoko eno koize. Yaani dada wewe acha tu. Mimi mwenyewe kujifungua nitafurahi bala. Yaani nitambeba mtoto nitatembea nadi nitawasita kule. Nene neke na ile ombela getaba mayo yize. Hengo lema na kale sana. Nakupenda mdogo wangu wewe. Wewe mama Maigizo. Unajinyonga nyonga nini kama vile nani nyoka kama giwa mafuta taa? Mimi wangu leo najisikia tumbo linaniuma sana. Nitamani niende leo hospitali. Hospitali? Unafikiri naye anapokea sasa hivi ile uliokuwa nayo sasa? Manesi wote wanakujua. Yaani kila mtu kasha kuchoka, gharama kibao chazipoteza. Unaniambia ni ndio vile hospitali. Sasa nakwambia jambo moja. Kukulia bananga mwenyewe. Naomba ujue pa kumaliza tatizo lako. Mimi sina muda wa kukupeleka hospitali na wala sina muda wa kusema kwamba nitoe langu mfukoni eti nikatafuta manesi eti wa kuangalia maendeleo ya mimba yako. Na mimi nahisi kabisa huu ni Uswahili. Na wewe mwenyewe najua kabisa familia yako ya Kiswahili. Kwa huu Uswahili umeutaka mwenyewe. Hivi mangu nayasikia yanatoka mdomoni kwako ama? We kenge nini? Ulifikiri unasikia kutoka kwa nani? Huo ndo ukweli ninaokuambia ya kwamba siwezi kutoa hela yangu mfukoni kwa ajili ya kukupeleka wewe hospitali. Waambie ndugu zako kutibu kienyeji. Lakini shemeji, dada sio kama amependa kuwa hivyo. Ni mwanamke gani ambaye anapenda kukaa na mimba miaka miwili? Alafu wewe nishakuonaga sana unakilanga sana mtoto wewe. Wewe mtoto unakilanga wewe. Nitakutufua macho yako, uone ngila ugomvi kama nani? Mwache aongee kwa sababu si mdogo wangu. Ananitetea mimi, kwa nini nimependa niwe hivi? Sasa nasema hivi, nyinyi mmejifanya kuungana. Nyinyi mnajifanya leo ni moja. Sasa mkae mjichange, mkae mpambane, mtafute hela kwenda hospitali. Kwa taarifa yenu, mimi sitoi hela yangu. Wewe mpeleke dada yako hospitali. Wewe unajua unajua kila kitu. Mimi macho ile kandula. Dada, jikaze dada yangu. Haya ni majaribu ya dunia tu. Naamini ipo siku yataisha yote. Sawa dada yangu. Lakini mdogo wangu inaniuma, natamani na mimi niushushe mzigo. Sijapenda kuwa hivi. Najua dada kama unaumia, lakini naomba tu dada yangu jikaze. Sawa. Vipi? Mbona mchana wote huu mnaanga na mwogopi kuonekana? Wala usijali Mariamu,
utaratibu wetu wa kazi unaujua. Sisi tunaonga muda wote na wakati wote. Hakuna mtu ambaye anaweza akatuona wala hakuna kutuzuia. Lakini hivi unajua yule mtu ambaye anaweza kutuona wakati tukiwanga muda wote na wakati wote na kutuzuia, unajua kama amerudi? Sijaelewa bado. Anamaanisha yule adui wetu wa siku nyingi amerudi. Tena amerudi akiwa na nguvu na kasi ya ajabu. Na ndio maana nimeanza kukutana kwanza na Neema. Alafu tuje tukutane na wewe, tuongeze nguvu. Tujue tunafanyaje. Unamaanisha Madina? Haswa huyo. Lakini hamna shida. Yule ni mtoto mdogo sana. Tutamkomesha tu. Lakini mkumbuke, tuliambiwa kirudi anarudi na nguvu ya ajabu. Unaongea nini Neema? Yule hawezi kutushinda. Kama tulimuweza mwanzo, hawezi kutushinda sisi hata siku moja. Na natumaini ndugu yake Sara atakuwa anajua vizuri. Ngoja niende ndani nikachukua vitendea vya mkazi. Twende huko. Aga. Zigiliza. Mampen. Vipi sasa huku ulikuwa unatoka wapi, huku ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naenda hapo gengeni. Mimi mwenyewe mguu ulikuwa unatoka huku maskani, nilikuwa nakuja mtaani kwenu kule. Yaani nilikuwa nakuja kwa sababu yako wewe mwenyewe. Sema kama goli tu kabla sisi tumekutana njiani hapa. Kwa hiyo nisiwe mtu wa kuongea sana. Mimi na jambo leo, na jambo nyeti. Ni jambo kubwa. Si unaelewa? Yaani ninavyosema kubwa na maanisha yani. Yani kubwa, special for you. Inaitwa special for you. Special for you mampenzi, au sio? Osi unajua mimi ninavyokupenda. Mimi nimekupenda sana, yani nimekubulivu sana. Yani kila kitu yani mimi kwako mimi nagaramikia. Sasa nisiwe muongeaji sana. Mimi kuna zawadi nimekuletea leo. Zawadi gani? Sika bomu. Mimi nazaje kukulipua mampenzi ninapokupenda? Fumba basi jicho hilo. Usinichungulie. Ukinichungulia najua. Sikuchungulie. Haya. Fumbua. Wow. Supply yangu. Oh wow, pete. Mpenzi wangu, mbona zawadi kubwa hivyo? Nimeipenda. Hii ni ya kwako pia mpenzi. Kwa hiyo nilikuwa naomba bizni yako kwa ruhusa yako. Nilikuwa napenda ningeiweka hapo kwenye kidole chako kwa ishara ya upendo. Kwa hiyo nivishe. Asante. Jamani, mbona kama goldi? Umeitoa wapi mpenzi wangu? Kitu kinang'ara, kinawakawaka, yani kimekupita hata wewe mwenyewe. Yani hiyo uwezi amene mampenzi. Hiyo nimeifuata Newland. Yani Uingereza. Ufaransa hapo, Belgiji hapa. Katikati ndo nimeenda kuinunua hiyo. Nimetoa milioni dola za Kimarekani 29. Mpenzi wangu hujaiba wewe.
Amna hiyo milioni dola za Kimarekani milioni 29. Kwa hiyo sasa mimi nakuomba hiyo ya kwako hiyo, sio, unaelewa? Hiyo ya kwako, ila nakusisitiza kitu kimoja, kitu hichi kimoja tu, hapo ilipokaa isitoke hiyo. Yaani ukitaka unijue upande wangu wa pili, ukitaka kujua roho yangu ilivyokaka, ilivyokunja ndita, au ninavyokupiga piga vitasa, uitoe hiyo golden hapo. Hiyo golden kama nilivyokupanga nimegaramikia. Nimetoa uhai wangu mimi. Nimetoa pesa zangu, nimetoa mali yangu kwa ajili yako. Sasa akitokea kolo yote ule, kuja naitoa tu hiyo hapo bila ruhusa yangu, kanali, ofisa, mtu mwenye vyeo vyangu. Takuja kumkili. Jamani, unajua kabisa uko peke yako. Atakayevua mwingine nani? Nakupenda. Sasa turudi hivi Sasa au subiri? Huko na kwenu wapi mbali? Huko mbali kidogo. Tunarudi huko mbali huko. Hivi ni nyie ama naota? Mnahitaji nini kutoka kwangu jamani? Tunachokitaka kutoka kwako ni kujua ni wewe uliyemrudisha ndugu yako au la. Na endapo kama utakiuka, basi hayo yote uliyopitia ni rasharasha. Mvua bado haijanyesha. Ndugu yangu? Mbona sifahamu kama ndugu yangu karudi? Wewe usijifanye kama una akili. Unajua vizuri. Sasa unachokitaka utakipata. Basi naombeni mnionee huruma, mnitue huu mzigo. Unahitaji huruma eh? Unajifanya hujui kama ndugu yako karudi? Sasa sikia. Na tukijua kama unahusika kwa njia yoyote mpaka ndugu yako kurudi, utawajibika kwa hilo. Jamani, mimi sijui kama ndugu yangu karudi. Nioneeni huruma basi. Na miaka 2 sasa nipo na hili tumbo. Na usichokijua, tumefunga eneo lote hili. Ndugu yako hataweza kukukaribia hata kwa kidogo tu, mfano wa kucha yake. Jamani, naombeni mnionee huruma. Leo nimekuja kwa mara nyingine tena, kwa sababu nafikiri ni muda mrefu sana na tumeshaongea, na kitu ambacho kimenifanya nikuite hapa ni kuhusu ombi langu. Mara kadhaa nimekuwa nikikufikishia hisia zangu juu yako, na hata unaelewa nijisikia mimi nakupenda, lakini kwako ndiko ni ngumu kunielewa, na sijui ni kwa nini. Hata unahitaji mtu kunipa furaha, na maana wakati wote nahangaika na wewe pasipo kujali chochote kile. Hebu jaribu kuzielewa hisia zangu japo kwa dakika chache tu. Kwa nini unafanya hivi?
Yaani kwa nini unafanya mimi niumie? Hali yako unajua mimi nakupenda. Kwa nini Atu? Lakini Shebi, si nikwambia usubiri ndakupa jibu. Basi kuwa hata na moyo wa subira. Nivumilie, mimi nitakwambia. Muda? Atu. Hivi ni muda gani ambao unazungumzia wewe? Na tangu tulizungumzia hili swala, ni muda gani umepita? Yaani kwa nini unashindwa kuzielewa hisia zangu? Unataka mimi nikuoneshe vipi wewe kama nakupenda au nakujali? Nipe nafasi ya kuwa na wewe basi Atu. Moyo wangu mimi unazungumza mapenzi kuhusu wewe. Yaani moyo wangu mimi unahisi mapenzi juu yako. Lakini kinachoniumiza ni kwamba unashindwa kunifikiria. Nipe nafasi basi. Wajua nini hata? Kwa hali ambayo ninayo, siwezi kushana na mwanamke aina yoyote yule. Mwanamke ambaye simpendi wala siwezi naye. Ndio maana nimekuja kwako. Ili wewe unielewe. Shebi, fanya unielewe basi. Wewe nikwambia kitu kimoja. Unajua wakati mwingine hisia zinatutuma tofauti. Lakini nahitaji kufanya vitu vingi kwa ajili yako na nimeshakwambia. Kama utajali naomba tuende nyumbani. Nitaenda geto. Lakini nini Atu? Wewe ni kipi ambacho ukielewi? Haitajirudia tena. Kwa leo tunakuomba. umeniambia kwa leo, lakini nashukuru kwa kunielewa. Tatu. Unajua Bikuru umenisumbua sana. Na hata siamini kama umekuja kwangu. Kiukweli nilikuwa nahangaika na jinsi la kwa ajili yako. Lakini nashukuru wewe umekuja kwangu. Napenda sana. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Tunafanyaje nini? Wakati unaona kabisa nimekuja hapa. Ninaacha kazi zangu kibao hapo nimekufuata. Alafu kingine, hata mimi nilikuwa nakupenda toka muda mrefu. Sema tu mwanamke kumwaza mwanaume ya kwa ngumu. Unaongea vizuri sana mpaka napenda. Na imani wewe ni chaguo sahihi kwangu. Alamia. Pesa shilingi Basi. Hebu toa hiyo pete kwa sababu yani kata stima ile nikiona. Kwa sababu mtu wako tunataka kuoa, sio anataka kufanya nini? Toa hiyo pete, mimi sipendi. Kwa kuwa umeniambia nitatoa. Nafurahi kwa unanisikiliza.